Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Roho Mtakatifu aweze kutusaidia? Kwa nini Roho Mtakatifu aweze kutusaidia katika kuomba? Anataka kusaidia kwa sababu tukiwa katika mwili wa nyama na damu tunakuwa na madhaifu na mapungufu, tunakuwa na mipaka ya kuweza kuona, ya kuweza kujua, tunakuwa na mipaka, tunaenda katika akili za kawaida, mengine hatuwezi kufahamu, hatuwezi kuona, mengine hatuwezi kujua, mengine hatuwezi kufahamu, mengine tuna mipaka ya kuweza kufikia. Sasa kwa sababu hiyo sasa ndio maana nakuja kusaidia. Mambo mengine yalipita kabla hujazaliwa, mambo mengine yako mbele yako, mambo mengine yanaendelea katika ulimwengu wa roho, mitego mingine shetani amepeleka katika ulimwengu wa roho. Wewe katika mwili wa nyama na damu huwezi kujua vita vyetu si vya damu na nyama, bali katika ulimwengu ule wa roho. Mambo yote mengine yanatendeka katika ulimwengu wa roho. Sasa mambo ya ulimwengu wa roho wewe huwezi kuyajua, lakini Roho Mtakatifu atayajua, na akiyajua atakusaidia kuyategua, kuiondoa, atakusaidia kwa ajili ya nguvu ndani yako ya kuomba, ili kwamba uweze kuyatoka, uweze kushinda, uweze kuepuka, uweze kujibua katika ulimwengu wa roho. Mambo uchawi na giza katika ulimwengu wa roho wewe huwezi kuona, huwezi kujua, lakini Roho Mtakatifu anayeona, Roho Mtakatifu anayejua, atayategua na kuyavunja na kuyaondosha. Hayatakupata, hayatatendeka, hayatafanyika. Hata kama yakileta magonjwa, yataondoshwa, yataunguzwa, utakuwa salama, kwa sababu Roho Mtakatifu ameomba ndani yako, ameyaona na amekusaidia. Sema amen. Sema amen. Kwa maana muhimu wa kusaidiwa na Roho Mtakatifu, pale umefikia mipaka ya binadamu, akili imekwama, haiwezi, yeye ndiye anaanza pale kushughulika pale ambapo huwezi. Na jioni ya leo naomba Roho Bwana akusaidie yale yaliyokushinda, yale huwezi, umefikia mwisho, yale mipaka umeshindwa, yeye akusaidie pale uliposhindwa, akusaidie katika jina la Yesu. Uliposhindwa yeye akashinde, sipoweza yeye anaweza, sipojua yeye anajua, ulipokata tamaa yeye atakwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Wakati ufahamu wako na mimi wa ufahamu wako umefikia mwisho, yeye anafahamu zaidi ya pale ambapo wewe umefikia, ambapo huwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Basi yule Roho ndio maana anasema utusaidia. Kwa sababu Roho anajua mambo yote yanayoendelea duniani. Mambo yote wakati ujui. Mambo yote yatakayotokea. Vitu vyote wewe atakuwa anakuandaa na atakuwa anakutetea na atakuwa anakupigania kwa sababu hayo anakuwa nafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati unaombea mambo yako yamefika ya ufahamu wako, unapoombea mambo ya ufahamu wako, umefika ufahamu wako mdogo sana, yeye anafahamu zaidi, anaongeza zaidi ya ufahamu wako unaomba. Pengine unachoomba, hicho unachoomba sicho ambacho ungeweza kuomba. Yeye anafahamu unachoomba umekosea, sicho utakiwa uweze kuomba, sicho kinachotendeka. Pengine unakisia tu watu, pengine unakisia tu wengine, lakini yeye atakuwa anafahamu na atakuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama shetani anapanga mipango mibaya kesho, kwamba wewe unaongea kesho nibariki, nifanye biashara salama, si nifanye nini, au nitakuwa salama, nitafanya nini, lakini Roho anafahamu kesho kuna adui wamejipanga kushambulia. Kesho umepanga ajali. Kwa hiyo wakati unapoanza kuomba pale maombi yako na Roho Mtakatifu kusaidia kuomba, wakati unanena kwa uhakika shaka bravo sawa, ndipo anakusaidia kuanza kuomba. Hakusaidii kama Mungu. Ndio kusaidia. Hakusaidii bila, hakusaidii bila. Wakati unaomba ndipo anaingia sasa kuingilia maombi yale, kuingilia kati maombi yale na kuanza kuendesha jambo takiwa. Usoma Wafalme wa Pili sura ya 6-9 pale. Washamu walikuwa wanapanga kuweza
ishotarama, Roho Mtakatifu anaingilia kati. Ukitaka Roho Mtakatifu kusaidie, nena kwa lugha wakati wa kuomba. Wakati unanena kwa lugha wakati wa kuomba, anaanza kuleta mambo muhimu unayotakia uombe, mambo ambayo yatakusaidia, mambo ambayo yatakuletea baraka, mambo ambayo yatakuinua, ataingilia kati. Hasa unaponena kwa lugha, mtaomba kwa akili na kwa ufahamu. Wakati unaomba kwa akili, unaomba kwa akili kwa mawazo yako na mipaka yako. Lakini kwanza kunena kwa lugha, unavuka mipaka ya akili na ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo utaomba zaidi ya pale. Usome Wafalme pale 6:9. Wafalme 6:9. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Waashamu. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuadharishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno yanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkawaangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hata mapepo yanajua, hata adui anajua. Huyu alipokuwa hapa asubuhi, mtumishi wa Mungu, yeye anasaidiwa na Roho wa Mungu ambaye kwa macho ya kuweza kuona. Tunachofanya tunachoendelea, walijua hivi, walijua, walifahamu, walifahamu jinsi watu wa Mungu walivyo. Kwa hiyo walifahamu hivi. Wakati mwingine wanashangaa, kwa nini mtu huyu tunamfanyia jambo hili, tunapanga hivi, lakini hafanyi hivyo, hatumpati. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayekusaidia kuomba, kutegua usiyojua, usiyofahamu, usiyojua mambo mengi usiyojua, lakini Mungu anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaenda pale Sheraton. Alikuwa anaenda tu pale kwa shughuli zake. Alikuwa anafika pale tukasoma pale. Sasa mtumishi wa Mungu alikuwa anaenda, anasaidia tu pale, anaingia pale ndio atani pale, anasaidia kutoka siku ya kwanza. Baba aliweza kuingia bila kuwa na vitu appointment. Na unaingia na waziri, utakutana na waziri basi ndio kama mtiki kama yao. Uweze kuingia kwa protector mtaani, ukutana na guru mche, ukutana nao kwa biashara tu nini pale. Kwa hiyo kama na watu wakubwa naenda pale. Kuna chai na kuna maji ya fukumu ngapi, basi ndio tunakutana pale. Kwa kutibaka na kuta watu tunaishi. Kwa hiyo akafika pale akasaidia mara ya kwanza, mara ya pili. Sasa huyu kwa nini anakusaidia tu hapa? Basi pale tunamwambia sirudie nini? Kuingia tutamwambia. Wakati mara ya tatu kama nini anakwenda pale, Roho Mtakatifu akasema, leo usitoke bila kununua kitu. Kwa akaenda pale, akaenda kule, anarudi pale, akaagiza soda ya 1000. Akaanza kunywa pale. Watu kaanza kunyanya wenyewe. Kweli mtumishi wa Mungu, kweli mtumishi wa Mungu. Sisi kaja kutoka kwa Bwana. Mmoja kaenda kwa Bwana, tunataka tukuelimishe. Tunaruhusu mje kulaidia kusaidia tu hapa na kutoka. Lakini shangaa umenunua na nini soda kumbe ni mteja. Ndio kabaka ni shangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sikia Roho Mtakatifu kwa naye. Tunasabani sana.
basi tu tuna nini? Kwa na roho ni sawa sawa, sio tena. Neno moja. Kwa mtu wakati sikiza kufariki. Wakome mvizia. Lakini hakuna watu kufanya kitu gani? Mbele na kule nyuma. Alipofika katikati pale, ndio akamwambia kimbia haraka. Akapuzia kimbia, ikaja sauti kwa gia kubwa na elfu kubwa, kimbia! Kimbia hiyo, au sababu. Ndio za kutoa jasho, hamna sababu. Wewe unakuja kwa Pita hata kidogo kafika nyumbani na chungulia. Wasema angalia huko. Huko hayuko. Angalia huko. Huko hayuko. Basi mbele huko angalia huko. Huko hayuko. Fuata gani? Hayuko. Akapiga mkono akasema asante Yesu. Kulikuwa na hatari. Haleluya. Roho Mtakatifu ukiwa naye katika maisha yako atakusaidia, atakutendea katika mitego, hatari, uharibifu, utaepusha nayo. Jua kumsikiliza Roho Mtakatifu na katika maombi akusaidia na kunena kwa lugha, atakusaidia, atakuokoa, atategua na mitego. Haleluya. Haleluya. Na kwa Bwana Roho Mtakatifu atakufanya kazi ndani ya maisha yako. Roho Mtakatifu akusaidie kuomba na akusaidia mambo makuu na mazito yaliyoshindikana, yasiyowezekana na kwenda kuwezekana. Yote ya gizani ambayo yalikuwa yakupata, atakupata na kuokoa, atakunyakua, atakusaidia. Utapona kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu akusaidie upone na usalimike katika jina la Yesu Kristo hai. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Roho Mtakatifu ndio anatunza hata utakatifu, kusaidia mambo mengi. Ndio anatunza hata utakatifu. Atatunza hata utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine atakusaidia kutakasa hata dhambi ambazo huzijui, ulizani ndogo, ulizani hazina shida. Atakusaidia kwamba uweze kuweza kujitakasa. Atakusaidia hata dhambi ambazo ukutegemea, ukujua zilikuwa kama hazina mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rumi 8:27. Rumi 8:27. 8:27. Anasemaje pale? Rumi 8:27. Rumi 8:27. Sijapata bado. Na yeye achunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Maombi katika uvuvio wa Roho Mtakatifu mara nyingi utakuwa naomba kama anavyopenda Mungu, anavyotaka. Na maombi anavyotaka Mungu lazima ufanikiwe, lazima umse Mungu, lazima ujibiwe, lazima umse Mungu, lazima jambo litokee, lazima kitu kitokee. Atakusaidia katika kuishi maisha matakatifu. Atajua dhambi, aichunguza nia ya Roho, anaichunguza siri za ndani. Hata dhambi zingine ambazo unazania sio dhambi, kumbe ni dhambi, yeye atakwenda kuchunguza na kuweza kuziondoa. Kwa hiyo atakusaidia kutubu, atakusaidia kutubu. Roho Mtakatifu tuseme Mungu, jambo kubwa Mungu analolitaka, usiende jehanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo kubwa la Mungu katika maisha yako yote, uepuke jehanamu, uende paradiso. Hilo ndio jambo kubwa ambalo Mungu analiangalia sana. Mtoto wake asikapotea ukaenda jehanamu, analiangalia sana na analitunza sana hilo. Kwa hiyo anamruhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kabla ya baraka, kabla ya miujiza, kabla ya vitu makubwa, kabla ya ushindi, anaanza kwanza aondoe dhambi. Hiyo namba moja. Lazima
hiyo ataanza anashughulika naye. Hilo ndio jambo kubwa ambalo Mungu ambao atakuwa anashughulika. Nakumbuka hakuna dhambi kubwa wala ndogo, Biblia inasema, lakini inamaanisha kwamba utendaji kazi na madhara yake yako sawa, madhara yako tofauti dhambi zingine. Na kwa nini nasema hakuna dhambi kubwa? Kwa sababu dhambi ndogo inaweza kukupelekea kwenye dhambi yenye madhara. Kwa hakikisha dhambi zote zinashughulikiwa. Unaweza kushangaa kuna watu walihukumiwa kwa dhambi ambazo tuzania ndogo, na kuna dhambi ambazo tuzania kubwa watu hawajahukumiwa. Ndio utahukumiwa kwamba unafikiri wewe dhambi ndogo, kumbe mbele za Mungu ndio kubwa. Kwa hiyo wote wanajua hayo, wewe unaweza usijue. Unajua hizo dhambi zinakupelekea kumwangalia kupoteza kwenda jehanamu. Na hiyo dhambi ni kubwa na ni hatari kuliko yale dhambi ambayo unaona yule mlevi na nini na nini. Kwa mfano, Daudi alisamehewa dhambi kwa dhambi kubwa, lakini alisamehewa kwa sababu ingeza bila uzinzi, lakini hivyo tu akaua na yule mume wa Uria, akamuua pia. Kwa hiyo utakuta kwamba kulikuwa lakini alisamehewa. Lakini kile kuta Sauli aliambiwa akaue fugo yote na nini na dhambi yote akaue, hakutii. Hakusamehewa Sauli, akaondolewa kwenye ufalme. Adamu na Eva kutokula tu mti, kula kwa kula tu mti, hakusamehewa, ipata adhabu, aingia kwenye laana. Unaona, kwa Roho Mtakatifu yeye ataingia kazini kushughulika na dhambi ambazo unaziona kama ni dhambi, pengine ni ndogo. Unafikiri ndogo, kumbe zitakupeleka jehanamu. Kwa Roho Mtakatifu anashughulika hizo dhambi, unapodharisha sana, anaanza kutakasa. Baba, msamehe, anaomba kwa niaba yako. Unashangaa umetubu dhambi ambazo kupeleka jehanamu, umetubu, lakini anakusaidia Roho Mtakatifu wakati unanena kwa Roho. Unajua kuna dhambi zingine ni kubwa, hazionekani. Ni sawa na nguo nyeupe. Nguo nyeupe mtu akiweka kadoa tu utaiona tu kama hiyo ni chafu, itaonekana. Lakini nguo nyeusi inaweza ikachafuka na akavaa akasema amependeza na nguo safi, lakini chafu na inanuka. Nyeupe inaweza nzuri doa tu tukia kidogo inaonekana. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kufanya nini? Kusafisha. Ni rahisi sana kusafisha. Ile nyeusi sio rahisi sana kusafisha kwa sababu inakuwa haionekani. Sasa Roho Mtakatifu anaweza kaona hata kwenye nyeusi, akaona kuna dhambi hapa. Unaona salama, unaona salama yote kwa sababu sio salama. Anaanza kutakasa. Unayemwona mtakatifu, yeye anamuona mpungukiwa. Yeye ndio mtu asema mtakatifu. Yeye ndio ambaye ustahili na takaso, ustahili akusembeza watu ni mchafu. Ora baka shaka na kutakasa. Unashangaa umesamehewa, umekuwa safi mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kwa hiyo na nyingi, ndio maana ni muhimu sana kwanza utakaso, kujitakasa. Lakini pamoja kujitakasa huko tunahitaji sana msaada wa Roho Mtakatifu. Katika kujitakasa na kusafishwa tunahitaji sana msaada wa Roho Mtakatifu. Zaburi 16:2 pale anazungumzia habari ya kujitakasa. Sisi tu watakatifu tayari, tunaendelea kulinda utakatifu na kuendeleza utakatifu. Hatuanzi kwa tunaendeleza utakatifu. Somea pale
16 mstari wa 2, nimemwambia Bwana ndiwe Bwana wangu, si wema ila utokao kwako. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio ninaopendezwa nao. Huzuni zao zitaongezeka wabadilio Mungu kwa mwingine. Zimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwao. Watakatifu walioko duniani ndio wanapendezwa nao. Kwa hiyo tuendelee kujitakasa na mchafu azidi kuwa mchafu. Ufunuo 22:11. Mtakatifu azidi kujitakasa na mchafu endelee kujichafua. Kwa hiyo sasa Roho Mtakatifu ndio ana uwezo kabisa wa kusafisha kiwango kile ambacho anataka Mungu na kuomba sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunatakaswa na Roho, sasa tunatakaswa na Roho Mtakatifu. Huwezi kujitakasa mwenyewe kwa akili zako, lakini Roho Mtakatifu utapanana kwa lugha hata kusaidia kutakasa. Kutubu kwa akili hakuwezi kukusafisha. Lakini ukinena kwa lugha ndiyo njia ya pekee ya kutakasa. Ya kutakasa nafsi na roho. Nena kwa lugha. Ndio unaweza kutakasa, nena kwa lugha. Kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha, lazima utakuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nena kwa lugha, lazima utakuwa mtakatifu. Kikiomba hiyo utajipa haki na nini, naomba na nini. Lakini kumbe kuomba kwako hakusiweze kuwa. Kwa hiyo tunazungumzia msaada wa Roho, tunazungumzia msaada wa Roho Mtakatifu. Tunazungumzia habari za msaada wa Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia. Tuangalie jambo lingine, hilo lilikuwa la kwanza. Jambo lingine la pili, kwa nini Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia? Roho Mtakatifu anatusaidiana. Kuna maombi mengi ambayo tumeomba, Mungu anasema kwamba tumkumbushe. Mungu anasema tukukumbushe. Sasa katika kukumbusha, ni Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutusaidia tukafuatilia na tukamkumbusha vizuri zaidi. Kwa sababu Isaya 43:26, Isaya 43:26, Isaya 43:26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anasema tukumbushe? Leta haki zako na nini? Katika maombi unajua kuna majibu, unaweza kupata majibu unapoingia kwenye maombi. Mungu anajibu maombi. Umbeni na Mungu lazima kujibu maombi unayoomba. Mungu sio mchoyo wako, hataki kujibu maombi yako. Na hakuna ombi lolote ambalo kukatalia. Ila anaangalia vitu vizuri ulivyoomba. Kama unaomba vitu vibaya, anaweza akakukatalia. Lakini pia anaweza kama muda bado akaweza akaweka muda ambao kujibiwa. Kama muda umekaa vizuri, unaweza kujibiwa hapo hapo. Kwa hiyo tunaweza kupata maombi kwamba maombi yanaweza kuwa na majibu kama matokeo au majibu matatu. Moja, anaweza kuambia hapana. Kama jambo baya analiona yeye haina faida katika maisha yake kiroho, anaweza kusema hapana. Of course kama umeomba vibaya, umeomba kwa tamaa zako mwenyewe, Mungu anaweza kusema hapana, wala ikusaidie wala haina faida. Mungu akisema hapana, yani jambo jema. Na ile kusema hapana na kutokea kusema hapana, kibaya zaidi kama umeomba ombi, Mungu hajasema chochote, ndio inakuwa shida. Lakini kama Mungu amesema kitu, anasema kitu hapana, hilo ndio jibu. Kama hakuna kitu chochote ambacho kimetokea, hujajibiwa maombi, lakini Mungu akisema hapana, ndio maana umejibiwa. Paulo alimuomba Mungu, hakutatuliwa ile tatizo, lakini alijibiwa ombi. Sio mtaweka Paulo hakukataliwa ombi lake, alijibiwa ombi, ila hakuondolewa tatizo la mwiba. Kwa hiyo basi,
sitaondoa, una faida katika maisha yako, ndio jibu langu, ukae hapo. Sitaweza kuondoa, ukae hapo. Kwa hiyo akapata jibu, Paulo akakubaliana nalo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, anaweza kuambia ngoja. Anaweza kusema ngoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kusema ngoja kidogo. Anaweza kusema ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Au subiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu lake ni kwamba utajibiwa, lakini subiri. Nitafafanua hapo kwa nini. Namba 3, unaweza kaomba na ukapokea hapo hapo, au akakwambia na kujibu na kuletea, imeisha, nimetoka, umefanikiwa, utafanikiwa, utasonga mbele, niko tayari, nashughulikia, hivi ninavyoongea itatokea, watakuletea, umeponywa, hutakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hezekia akamlilia Bwana hapo hapo, akajibu hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na watu wanapenda majibu ya papo kwa papo. Wanapenda majibu Mungu mchumba mama for that. Yaani moja hapo hapo. Hapo ndio mwanadamu anapenda. Ya kuchelewa hii. Hezekia akaambia utakufa. Akapiga maombi hapo hapo. Mungu akasema nimekumbuka hoja zangu kulilia. Hapo akasema utakufa. Sasa sana. Na akajibia sahihi. Kwa hiyo inatokea mambo kama hayo, majibu kama hayo yatatokea, unakuwa unakwenda kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu amechagua njia katika maombi yetu. Amechagua njia ya yeye. Hatuoni kama tunataka. Mungu ndiye amechagua njia kama tumeomba maombi, tuwe na tabia za kukumbusha. Maombi uliyoomba tu ni tabia ya kukumbusha, maombi ambayo uliomba uwe na tabia ya kukumbusha, kumwambia Mungu. Ndio Mungu ametoa njia zake kwamba hivyo. Kwa nini amekuwa na njia hizo? Kwa sababu ya matokeo aina 3. Hapana, subiri au subiri kidogo au pokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maombi mengine yameomba miaka mingi bado hujajibiwa, haimaanishi kwamba hujajibiwa. Hapana, umejibiwa. Maombi mengine yameomba miaka bado hujajibiwa. Unaweza usijibiwe kama uendelee kumkumbusha. Na mengine ulishajibiwa kwa sababu ufuatilii kumkumbushi Bwana. Kwa hiyo umekata tamaa, umeacha vurugu tu. Mungu sio dikteta na kujibu maombi ovyo ovyo bila taratibu. Anafuatilia unahitaji bado, uliomba muda mrefu, bado unahitaji, uliomba miaka mingi, 5 iliyopita au miaka 10. Je, bado unahitaji? Kwa ameweka njia hiyo kwamba uweze kumkumbusha. Ndio maana ameweka njia ya kwamba tuweze kumkumbusha. Ndio utapata majibu hayo. Sasa kama majibu ni hapana, kwa hiyo ile jibu itakuwa. Sasa watu wengine kama maombi yamechelewa miaka mingi, anasema Mungu amesema hapana. Nani kakwambia anasema hapana? Mungu amekwambia hapana. Eti kwa sababu muda mrefu? Hamna, sio kwa sababu ya muda mrefu ndio Mungu amesema hapana. Mungu hajasema hapana. Jibu liko pale, nasubiri na utapokea. Sema amen. Wengine uliojibiwa ndio rahisi, hana shida. Shida ya hapana na asubiri kidogo. Ndio inakuwa ni nani? Kwa sababu na maisha ya maombi ya majibu ya maombi wakati tumeomba, mtegemeana uwezo wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inategemeana na uwezo wako wa kiroho. Mathayo 7:9 pale mpaka 11 tunaona pale anazungumzia habari kwamba unajibiwa. Na unaweza kumwambia pengine ngoja kidogo. Kwa yote anasema kwamba ni majibu. Unawezekana ukaomba utajiri, baraka. Unaweza kuomba utajiri, baraka. Unaweza kuomba mchumba, unaweza kuomba nyumba, unaweza kuomba gari, unaweza kuomba cheo kikubwa, unaweza kuomba ajira, unaweza kuomba kitu kikubwa katika maisha yako.
uwe na magonjwa, uepuke pengine magonjwa na vitu mbalimbali. Sasa wakati umeomba vitu kama vile, pengine kiroho chako hakistahimili kupata utajiri wakati. Kiroho chako hakiwezi kustahimili kiroho cheo. Kiroho chako hakiwezi kustahimili kuwa na ndoa. Wewe miti mnalia tu, niolewe. Tunaona wangapi wamekishaolewa, nalia kweli. Kishaolewa tu kusumbua Mungu. Wangapi tunaona? Ukisubirishwa ukakaa vizuri, tengeneza maisha kiroho. Sasa kwenye ndoa ni kitu kikubwa. Unapambana na makubwa. Washangaza kusumbua. Lakini wengine ilikuwa bado wakati wa kuweza kupokea hilo tahila. Kwa hiyo basi, kama bado hitaji na hii sasa, sio Mungu hajakataza kwamba usibarikiwe. Mungu hajakataza kwamba usiweze kubarikiwa, usiweze na utajiri. Mungu anataka kubarikiwa kuliko watu wote. Anataka ubarikiwe uwe na mali. Kwa Mungu hawezi kusema hapana usibarikiwe. Mungu anataka uwe na uzima, hawezi kusema hapana usipokee uzima. Mungu anataka uinuliwe, uwe kichwa wala sio mkia. Hawezi kusema hapana uwe mkia wakati amesema. Sasa anakuona ukiwa kichwa tu tumekwisha. Na Mungu mwenyewe utakuona. Ukibarikiwa pesa zipo, kiroho chako hakina ulipukeni ulipukeni. Unajua ile gari ya kwanza mtu kama kinunua gari ya kwanza. Baada ya singia rafiki yangu mmoja. Anasema bwana tu ulipukeni gari ya kwanza ilikuwa shida. Yeye ana sheria na mambo mengine. Sema aliponunua gari ya kwanza ilikuwa shida. Hamwamini mtu yoyote kipindi cha kila kitu. Akipaki pale kwa mlinzi gari, tuandikishane, tutakwamini vipi? Tuandikishane ikipotea, tuandikishane nini? Utalipa kama ikipotea. Sasa wewe unaweza kuandika tu hapo ndio tunatokea na wajibika. Lakini naandikisha weka sahihi, andika hapa ikipotea gari mimi fulani, weka sahihi ikipotea, utalipa. Namalizisha hivyo. Sasa baadaye ndio kulikoli Kenya tu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo vitu sasa Mungu anajua mtoto wako kama utajiri sawa, lakini kiroho chako kiko chini. Kuna viwango vya kiroho vya kumiliki utajiri, viwango vya kiroho vya kuwa kwenye ndoa, sio ya kutamani tu kwamba ni kwenye ndoa. Kuna viwango vya kiroho kwa mwenye nyumba, kana nyumba, viwango vya kiroho kwa kubadilisha viwango vya kiroho. Sio tu watu wamekaa hivyo. Kuinuliwa kuna chakula ndio tutakanyaga watu, tutabinya watu. Kiroho chako kiko chini, utaanguka. Na sehemu zingine unakutana na watu wanajileta wasichana, utaanguka. Starehe kwa hivyo, rusha kwa hivyo. Na wewe kiroho chako kijawa vizuri. Roho sasa anakuwa anaona pale kwa Mungu anasema huyu subiri kidogo. Utabarikiwa lakini subiri kidogo. Wakati unasema subiri, ndio maana sasa Mungu atakupa moyo ndani na kwa msukumo kwa Mungu atajibu, utakuta Mungu atajibu. Kuna kitu naona kama Mungu atajibu, Mungu atatenda. Au ni hukumu naona mpeni. Hapa Mungu anakutengeneza. Hivi lakini unaweza kukuta umeomba baraka, hivi kukuta umeomba baraka, umeomba jambo jema, alafu linakuja jambo baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umwai nani mtana? Umeomba jambo jema umekutana na baya. Nani umekutana? Umeomba jambo jema umekutana na baya. Mungu tupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini? Kwa nini inakuja jambo baya? Nafikiri Mungu anakuchukia. Mungu anakupenda. Wakati analeta jambo baya hili limekuja kukuandaa kwenda kwenye jambo zuri ulipoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama una ufahamu wa kiroho, utamkatia tamaa. Mungu gani huyu? Naomba nini? Uonekane. Unaomba nini? Utajua malengo na ongezeko. Ndio kwamba cheo kwa cheo unafukuzwa kazini. Unafikiri unafukuzwa kazini tu. Kumbe utarudi kwa mishindo, utafanya kulelele kwa mshindo na unapandisha cheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uwe makini hapo. Mungu aje mlesha
kutengeneza kwenda kutengenezwa. Umeshindikana kwenye neno, ataleta majaribu. Sasa haya majaribu kazi yake yatakulazimisha tu uanze kuwa muombaji, uanze kujitakasa kwa nguvu. Yatakulazimisha uanze kutafuta kwa nguvu, kumwomba Mungu, kumlilia Bwana, kumtafuta Bwana. Unaanza kuomba na kumlilia Bwana na kumtafuta Bwana kwa nguvu na kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kumlilia Bwana, unaanza kumtafuta Bwana, unaanza kuomba kwa bidii. Na sasa wakati unaomba kwa bidii, kiroho kitaanza kupanda. Unaanza kutengenezwa, unaanza kuchonga. Unajua kazi ya majaribu ni kukuchonga na kukuinua viwango na kukutengeneza kiroho. Unachongeka kwa majaribu, unaumiza majaribu, yanasumbua majaribu, unapitishwa. Wakati ule sasa ndio unakuwa unatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatengenezwa, unaandaliwa kwenda kwenye baraka, unaandaliwa kwenda kwenye baraka ulizoomba, kwenye mafanikio uliyoomba. Wewe umeomba mafanikio, wewe umeomba utajiri, wewe umeomba kuinuliwa, chochote kile umeomba, lakini kuna matatizo. Hapo sasa matatizo yanakuja kukuandaa kuelekea kule ambako unataka upokee. Unataka ubarikiwe, unataka kupeleka kule kwenye baraka ambazo ubarikiwe, kwenye utajiri. Yanamchonga na kuweka vizuri, yanamchonga tena kuonekana kama taka ufai. Mpaka mtu anaona sema kuna kitu. Lakini sio roho sema wewe umetenda dhambi kama hiyo. Huyo unapashi. Unaweza kusemaje mchungaji? Hujapata habari za Daudi. Okay. Acha habari za Daudi. Hujapata habari za Yusufu. Yusufu anakuwa mkubwa lakini kiroho chake nyanya anapenda baraha. Kuvaa vizuri, kula mayai kwa baba pale, kuvaa vizuri na kustarehe. Sio wewe unataka baraka, mambo makubwa yanakuja kama hivi, hakuna kitu kinakuja mchezo bila baraka. Lazima utoe gharama. Wewe fikiri mchezo. Iko ili inapokaribia ndio hapo akaingiza wakati kwa wakati anataka kosa kuwa akapelekwa utumwani. Anaandaliwa mtoto wa watu, anatengenezwa kwa kaza kwa mtumwa. Wakati huo wewe nenda na amani ya Bwana, haijalishi unadhalilishwa, unachekwa, unasifiwa, unadharauliwa. Nenda na amani za Bwana. Hizo amani za Bwana zina mahali za kupeleka, zinakupeleka mahali pa kuinuliwa, zinakupeleka mahali pa usalama, kupeleka mahali pa ushindi. Nenda na Yusufu akaenda na amani hizo, akachongwa, akapitishwa kwa sawa, akapitishwa kwa Potifa, akasikiziwa, kaingiwa gerezani. Kija gerezani pale, Mungu akaona kiroho cha Yusufu kiko vizuri. Kiroho cha Yusufu kimekaa, anasema sasa ni kazi yangu kuinua. Haijalishi kwa gerezani, haijalishi mfungwa, ni Mungu nainua tu, takuinua tu. Huko kwa gerezani Mungu akamfuata, akamtafuta, akauinua. Ghafla mambo kabadilika, ikatimia, akaingia kwenye baraka alizokusudiwa na Bwana, alizoonyeshwa na Bwana, zikaenda kutimia. Haleluya, haleluya. Unapeleka kwa Bwana, wewe uliomba maombi yako, Mungu anakutengeneza. Haijalishi unapitia, haijalishi uone majibu, unaona ugumu, unaandaliwa kwa yale uliyoomba, na Mungu anakuambia subiri, maombi yako na majibu yako yanakuja. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo viwango vya kiroho vile ndivyo vinasababisha kuweza kwamba utamundu hicho ambacho umekuwa umeomba. Vinginevyo huwezi kuweza kumudu kile ambacho umeomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Soma Zaburi 19:71. Zaburi 19:71 na Korinto wa kwanza 10:13. Hichi ni kipindi ambacho tengeneza bidii. Ndio tunatumia somo la kalaka 1971. Ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zako. Sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Mikono yako
ikanitengeneza, unifahamishe nikajifunze maagizo yako. Wakuchao na wanione na kufurahi, kwa sababu nimelingojea neno lako. Najua ya kuwa hukumu zako ni za haki, Bwana, na kwa uaminifu umenitesa. Mstari wa 71. Maandiko yanasema, nilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zako. Ilikuwa vema jamani, ilikuwa vema afanye nini? Yesu ateswe ili kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengine upendo tunapitia ni vema ili kujifunza, ili kuangaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vema bali kama kuna nani kwa kiroho ni vitu vizuri sana. Wewe katika mpango wa Mungu na badilika mfanye nini katu kwa vema tu kupitia hayo tuweze kusema kwa nini tofauti kwanza sema jaribu alipopata nini sio ambalo Mungu akuliona ameliona kwamba mlango uweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa haya mambo yote haya tunahitaji kuweza kwamba kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda nitalifanua mbele kidogo hapo juu ya habari jinsi Roho Mtakatifu sana usikali katika nyakati kama hizo. Sasa umeshaomba, Mungu anakuambia kwamba ngoja kidogo, hiyo ilikuwa vyema kwa kuandaliwe. Sasa vyema uweze kuandaliwa, na Mungu alisema kwamba sasa labda Mungu amekwambia ngoja kidogo, amekwambia ngoja kidogo. Hapa akikwambia ngoja kidogo, maana yake sasa uendelee kumkumbusha. Luka 14:1, endelea kuomba bila kukoma. Isaya 3:26, sisi kama tulisoma, nadhani tulisoma. Tukumbushane, leta hoja zako, kumbushane, uendelee kukumbusha. Haimaanishi kwamba uweze kukaa kimya. Haitaki kwa ukae kimya, kwa sababu unasema ngoja kidogo, basi unakaa kimya. Unaendelea na maombi. Jibu umepata hilo, lakini haijatokea tayari kitu. Amekwambia ngoja kidogo, si unakaa. Unaendelea sasa kukumbusha. Mungu ameniambia ngoja, kama Mungu amekwambia tukupa, nitakupatia. Usikae, sibidi kukumbushe. Muendelee kumweleza. Ni kawaida ya Mungu, sio anasahau, lakini kawaida ya Mungu ya kwamba uendelee kuweza kukumbusha, ukae katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana sasa Roho Mtakatifu anasema hatujui kuomba. Sasa mazingira kama hayo, kama hujui kuomba utakuwa na msaada kuweza kupata jibu. Utakuwa na msaada. Tuongeze kusoma hapa Yohana 14:26. Mungu alisema hatujui kuomba. Mstari 26, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amini na wachieni amani yangu nawapa, niwapayo mimi, sivyo kama ulimwengu hutoa. Rudia tena. Mstari 26. Lakini huyu msaidizi atakusaidia. Warumi 8:26, kadhalika Mungu mwenyewe tusaidia kwa kuomba usipokuwa. Huyu msaidizi, huyo anasema huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu. Anasema msaidizi sio kwamba anakusaidia wewe unamuomba kusaidie. Sio yeye msaidizi akubeba mikoba yako. Yeye msaidizi ni mtu ambaye anatoa msaada ambao umekuzidi
amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utakavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atawasaidia, bado kusaidia. Sasa Roho Mtakatifu anakukumbusha Mungu katika maombi yako uliyoomba miaka mingi. Kwa hiyo atakukumbusha Mungu maombi uliyoomba huko nyuma miaka mingi na ulisahau. Pengine umeacha hata kuyaacha. Pengine unasema hata kuyasema. Lakini uliomba Mungu alikwambia ngoja. Na imepita pengine miaka. Na wewe ukumbuke. Roho Mtakatifu anaenda mbele za Baba kukusaidia kwamba maombi yako uliyoomba yale ya miaka mingi iliyopita bado yanatengenezwa. Inategemea unajua kumaliza kujifunza. Katika Zaburi 176 nasema ilipasa niingie kwenye matatizo kwa jaribu ili nijifunze. Unajua kufikia jibu la maombi yako ambapo Mungu amesubiri itategemea bidii yako ya kiroho katika jambo liloliomba, jinsi unapofanya bidii ya kufuatilia na kumkumbusha na kuendelea kudai haki yako kama yule mjane aliendelea kudai ile haki na kuendelea ile bidii ndio sababisha jibu lako ambalo la muda mrefu na miaka mingi liweze kutokea. Litatokea kwa bidii yako, sio kama una bidii ndogo ya kiroho chako kidogo. Jibu lako litachukua miaka mingi kwa muda mrefu, au utaweza kujua hata pengine limepita wakati wa kupokea, hata wakati wa kupokea majibu umefika, hata wewe hujui, kwa sababu kuna mpangilio wa kukumbuka maombi uliyoomba ya kufuatilia kukumbusha Bwana mara kwa mara. Roho Mtakatifu anaenda kulia mbele za Baba, Aba. Mtoto wako huyu amesahau mwaka jana aliomba hili, mwaka juzi, miaka 5 iliyopita aliombaga barikiwe, aliombaga mtoto, aliombaga apone, aliombaga fanikiwe, aliombaga mtaji, aliombaga na afya, aliombaga midoni mtoke. Baba, Aba. Watoto na robo shete reba shaba. Unaombea kesho, ugali wa kesho, unaombea mambo ya kesho. Ye roho unaposema raba shito raba, yeye anaacha kesho anaenda nyuma. Ulipoombaga miaka mingi anasema leo hapana, ile nisaidii sana. Ile ya nyuma, ile aliombaga nyuma, ile jibu Bwana tende haki ya jibu. Alifunga na kuomba miaka mingi iliyopita ile. Kumbuka kilio chako nililiaga. Riso tanda. Mene. Tikina peleti. Anakumbusha. Anaanza kulia. Mungu anasikia, unashangaa maombi mengi na miaka mingi iliyopita unajibiwa leo. Unabaki kushangaa. Baraka za Mungu siku nyingi zinatokea leo. Zinatokea leo. Shana zinatokea leo. Kazi ya Roho Mtakatifu amekusaidia. Bila Roho Mtakatifu kuna majibu mengine utapata. Mambo mengine utaweza kujibu. Ni Roho Mtakatifu anayeomba. Anaweza kuomba kwamba utende muujiza, ujibiwe maombi ya muda mrefu. Ni Roho Mtakatifu anayeona jambo la muhimu katikati ya maisha yako. Ni Roho Mtakatifu anayeona unapita katika hukumu, jambo muhimu la kusaidia ambao utakiwa upate. Heri mengine akae kimya, nyamaze, lakini hili mpe Baba. Ni Roho Mtakatifu. Ribo raba shaka raba sapa raba shaka raba kako raba she riko robo shaka rabo koshi robo shete ribo sapa rabo baba. Roho Mtakatifu anena juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu anena juu ya maisha yako. Yamkini uliomba siku nyingi, umeona jambo hili kama miaka mingi imepita, umeanza kuwaza kwamba Mungu amesema hapana. Mungu anakuambia hapana, angesema hapana, angesema hapana. Kama ni ndio, amesema ni ndio. Kama amesema subiri, muujiza wako unakuja. Subiri, majibu yako yanakuja. Acha kukata tamaa. Kumbushe Bwana. Roho wa Bwana kusaidie. Kitu cha kwenda kusaidia. Endelea kuomba kwa kunena kwa lugha. Endelea kuomba kwa kunena kwa lugha. Atakutengenezea maisha. Atakutengenezea majibu ya maombi yako. Ataingia kazini. Ataanza kufanya. Ataanza kutenda. Ataanza kuomba. Anaendelea kuomba. Anaendelea kuomba.
wengine majibu yamefika. Nasema ulimwahidi mwaka jana, yeye amesahau, mwambia mwaka huu wa kwake. Mwaka umefika Baba, yeye ajui, yeye afahamu ni wakati wake kupokea. Nadai ahadi zake, nadai ajibiwe sasa, nadai apokee, nadai ajibiwe, maombi yake yajibiwe sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuombea kwa Bwana, Roho tufakusaidie pale umechoka, uwezi tena, hutaweza, lakini Roho Bwana uliye naye ambao umejazwa, muombe kusaidia ile kata kubebe mzigo, hata kama ulitupwa jehanamu, kutoa jehanamu kuingiza paradiso, ulikata tamaa. Aingilie kati, akusaidie ujibiwe, akujipa ufahamu ujibiwe. Songe mbele, tumechini na Bwana, tupate Bwana. Simama na Bwana, simama na Bwana. Huyo Roho Mtakatifu kukusaidia, sio kwa kujifurahisha, sio kwa kuburudika. Roho Mtakatifu ni mkono wa Mungu wa kazi, ni kidole cha Mungu cha kazi. Bwana yuko kazini, hakusaidie, hakusaidie. Huyo Roho Mtakatifu ndio ambaye hakusaidia hata kwenye kesi na mambo mbalimbali na shetani. Anajua njia za kuletea majibu. Anakuwa, unajua kuna watu wengine tunaangamia kwa kutokuomba kwa Roho Mtakatifu. Tunaangamia kwa kutokujua sheria za kiroho. Tunapotea, tunashinda kwa kutokujua sheria za kiroho. Tunashinda kujibiwa maombi kwa sababu ya kutokujua sheria za kiroho na kanuni za kiroho. Najua hata katika sheria ya dunia hii, mtu ambaye ana haki anaweza kufungwa gerezani na akanyang'anywa mali. Kumleta mtaalamu wa sheria, anajua vifungo vya kukamata na vya kukufunga. Kuna watu wanakwenda gerezani sio kwamba watenda dhambi, sio walikosa kosa, hawakukosa kosa, ila tu kwamba hawakujua sheria. Hawakujua sheria, ndio maana wamekwenda gerezani. Sio wote walio gerezani kwamba walifanya makosa. Wengine wakakosa kujua sheria, wakafungwa. Baada ya advocate, kuna watu hatupewi haki zetu, hatuponi, hatujibiwi, hatufanyi miujiza, hatuoni miujiza na ishara na matendo makubwa na ulinzi na mkono wa Bwana, hatuji maombi kwa sababu hatuna sheria, hatujui sheria ya kiroho na kanuni ya kiroho ya kusimamia kadiri sheria vifungu ambavyo tunatakiwa tuweze kuwa navyo hivyo. Sasa kwa sababu hatujui hivyo na hatujui hivyo, tunakosa haki zetu, tunakosa majibu ya maombi, unafungwa na mashetani, unafungwa kwenye gereza. Kuna watu wanataka kufungwa na magonjwa na mapepo kwa sababu wamekosa advocate wa kumsaidia. Nazo habari njema leo, yupo advocate ambaye ni Roho Mtakatifu ambaye atakwenda kukusaidia mahali pale
mlango wa kwanza kufanya vitu vyake vya kwanza kukusaidia. Anaingia kazini, anaanza kwanza kuomba, anaanza kuomba. Hatujui kuomba ipasavyo. Tuna mipaka, tuna udhaifu, tuna mpaka, tuna udhaifu. Hatujui yote, hatuoni yote. Yeye Roho Mtakatifu anaona yote yaliyopita nyuma, maombi yaliyoomba siku nyingi. Anajua yote, kwa nini kupata matatizo. Anajua yote, atapeleka mifungo ya kukutoa pale kwenye mifungo. Anafahamu yote yale yanayokuja, anafahamu yote unayopitia sasa, anafahamu yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ataanza kuingia kati, kwanza kwenda kuomba na kukusaidia na kuombea kwa Bwana. Roho Bwana kusaidie siku ya leo katika maisha yako, akusaidie njia zako, akusaidie maisha yako, akusaidie na wewe unapitia, akusaidie na ukapata kujibiwa maombi yako. Sema amen. Sema amen. Mshangilie Bwana. Risete raba sapara shokorobo soporobasha shakaraba saparaba rishakaraba baba robo shokoroba sapara shakaraba baba robo. Unaponena kwa lugha, Mungu anakuwa anaongea, anaanza kuchukua madhaifu yako, weka pembeni. Maombi ya kuomba vibaya weka pembeni. Anachukua maombi ya kuomba vizuri, weka mbele za Bwana. Uchovu wako akamata, weka pembeni. Leta uchafu na ujasiri mbele za Bwana na kujaza nguvu. Aibu zako na kamata, weka pembeni. Pokea ujasiri wa Bwana. Udhaifu wako kuamini Bwana, tupa huko na pokea imani. Roho Mtakatifu anaanza kuomba madhaifu na mapungufu na mashaka. Tupa nje udhaifu, dhambi zangu zote na ingia ndani. Anatakasa, afanya shuka, anaingia kazini, anaanza kuleta msaada, anaanza kuleta majibu, anaanza kufungua milango, unaanza kupokea. Utaanza kuona mambo yanaenda salama. Nashangaa mambo mengine unajibiwa. Mbona hili ndio uliombaga mama? Umesahau tu uliombaga yeye, umekumbuka, umesahau yeye amekumbuka. Haleluya. Niponaje hivi? Oh Bwana, aliote mfanyona wewe uone yeye aliona hatari. Kabla hujaona hatari alionaga hatari. Nimeponaje Roho Mtakatifu aliponena kwa shetani alimoa hatari akaitupa mbali. Alafu akapata pale salama. Rika shaka. Bwana nimebarikiwa na mauzo sana leo. Risha shasha. Roho Mtakatifu alikuombea wateja pale, ileta pale. Bwana sana. Roho Mtakatifu amekusaidia.